Ni tarehe 31 mwezi wa 3 tunaukamilisha leo hii, kesho tukianza mwezi wa 4. Asante sana msikilizaji, na tuanzie uchambuzi wetu huko Mashariki ya Kati. Marekani na Israel zimevishambulia vituo vya kijeshi katikati mwa Iran, zikiharibu eneo muhimu la kidini kaskazini magharibi mwa nchi hiyo na kusababisha kukatwa kwa umeme katika maeneo mengi ya mji mkuu leo Jumanne. Nayo Tehran imejibu kwa kushambulia meli ya mafuta ya Kuwait katika Ghuba ya Uajemi. Haya yanajiri baada ya Rais Donald Trump kutishia kulipua mitambo ya mafuta na nishati ya nchi hiyo. Bruce Amani ana mkusanyiko wa yaliyojiri. Milipuko miwili mikubwa iliyotikisa mji wa Isfahan katikati mwa Iran, huku vyombo vya habari vya serikali vikiripoti kuwa kituo cha kidini cha madhehebu ya Shia cha Grand Husainia kiliharibiwa huko Zanjan, kaskazini magharibi mwa nchi. Mashambulizi hayo ni uthibitisho tosha wa kuendelea kwa vita vilivyodumu mwezi mmoja sasa, ambavyo Marekani na Israel zilianzisha dhidi ya Iran. Iran imeendelea kuzingira mlango bahari wa Hormuz, ikifunga njia hiyo muhimu ya baharini kwa ajili ya usafirishaji wa nishati duniani na kupelekea bei ya mafuta kupanda na kuyumba kwa masoko ya dunia. Rais wa Marekani Donald Trump, ambaye amekuwa akisisitiza kwamba kuna maendeleo katika mazungumzo ya kidiplomasia kuelekea kusitisha mapigano, amechapisha video ya shambulio kwenye mji wa Isfahan, huku moto mkubwa ukionekana kwenye anga la mji huo usiku. Msemaji wa ikulu ya White House Caroline Leavitt amesema Trump anataka kufikia makubaliano na viongozi wa Iran kabla ya muda wa mwisho wa pili, ambao sasa ni Aprili 6, kwa Iran kufungua mlango bahari wa Hormuz. Sehemu ya mchakato unaoendelea na mazungumzo yanayoendelea ni kwamba chochote wanachotuambia faragha kitajaribiwa na tutahakikisha kwamba wanawajibika kwa neno lao. Na ikiwa hawawajibiki, rais ameweka wazi hatua za kijeshi ambazo utawala wa Iran utajionea ikiwa hautatekeleza mambo tunayoyasikia nyuma ya pazia. Iran inasema imepokea mapendekezo ya amani ya Marekani kupitia wapatanishi kufuatia mazungumzo ya mwishoni mwa wiki kati ya mawaziri wa mambo ya nje wa Pakistan, Misri, Saudi Arabia na Uturuki. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran Esmail Bagei, hata hivyo, amesema mapendekezo hayo hayawezekani, hayana mantiki na yamepitiliza. Kama jibu la hasira inayoongezeka katika Ghuba ya Uarabuni, waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amesisitiza kwamba Tehran inalenga vikosi vya Marekani pekee. Licha ya maneno hayo, mashambulizi dhidi ya maeneo ya raia yaliendelea, huku droni ya Iran ikipiga meli ya mafuta ya Kuwait karibu na Dubai na kusababisha moto ambao baadaye ulizimwa. Wakati huo huo, Israeli imesema wanajeshi wengine 4 wameuawa katika uvamizi wake nchini Lebanon, pamoja na walinzi wa amani wengine 2 wa Umoja Mataifa, na kusababisha Baraza la Usalama la Umoja Mataifa kuitisha kikao cha dharura baadaye leo. Ujumbe wa amani wa Umoja Mataifa haujasema ni nani aliyehusika na vifo hivyo. Milipuko ilisikika Dubai na karibu na uwanja wa ndege wa Erbil kaskazini mwa Iraq, na ving'ora vilisikika Jerusalem. Watu 2 walijeruhiwa wakati mfumo wa ulinzi wa anga ulipozuia shambulizi la droni karibu na mji mkuu wa Saudi Arabia, Riyadh. Maafisa wa Israel wamesema watu 8 walipata majeraha madogo kutokana na vipande vya makombora vilivyoanguka huko Bnei Brak karibu na Tel Aviv. Karibu milipuko 10 ilisikika katika eneo la Jerusalem baada ya kugunduliwa kwa makombora kutoka Iran. Ni Bruce Amani huyo msikilizaji, na hali jumla inayoendelea kushuhudiwa katika eneo zima la Mashariki ya Kati na Ghuba ya Uajemi kwa hivi sasa, ambako vita bado vimeshika kasi. Israel imepitisha sheria mpya ya kutekeleza adhabu ya kifo kwa Wapalestina watakaokutwa na hatia ya kuhusika na mashambulizi yanayosababisha mauaji dhidi ya Waisrael. Hatua hiyo imezusha mjadala mkali kimataifa kuhusu haki za binadamu na usawa wa sheria. John Juma na mengi zaidi. Sheria hiyo iliyopitishwa na bunge la Israeli inaeleza kuwa adhabu ya kifo kwa kunyongwa itakuwa hukumu ya msingi kwa Wapalestina wa Ukingo wa Magharibi watakaopatikana na hatia ya kuua Waisraeli. Mahakama za kijeshi zitakuwa na mamlaka ya kutoa hukumu hiyo kwa Wapalestina, kwani ndizo hushughulikia kesi zao. Hata hivyo, katika hali maalum, mahakama zinaweza kubadilisha adhabu hiyo kuwa kifungo cha maisha. Kwa upande wa raia wa Israel, mahakama za kiraia zitakuwa na uwezo wa kuchagua kati ya kifungo cha maisha au adhabu ya kifo. Sheria hiyo haitakuwa kwa kesi za zamani, bali itahusu matukio yatakayojitokeza baada ya kupitishwa kwake. Mswada huo uliwasilishwa na waziri wa usalama wa taifa Itamar Ben-Gvir, ambaye ni mmoja wa wanasiasa wenye msimamo mkali nchini humo.
Tumeweka historia. Kuanzia sasa, kila mama aliyeko ukingo wa magharibi atajua kwamba ikiwa kijana wake ataua, hukumu dhidi yake ni kifo. Na ninawaambia watu wa Umoja wa Ulaya waliotuongezea shinikizo na kulitishia taifa la Israel kwamba hatuogopi, hatusalimu amri. Sisi na uhuru wetu tutawalinda raia wetu, na gaidi anayeua ajue atanyongwa. Baada ya sheria hiyo kupitishwa, Marekani ilisema inaheshimu haki ya Israel kuamua sheria zake. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani amesema, na hapa ninamnukuu, "Tunaamini kwamba hatua zozote kama hizo zitatekelezwa kwa kesi ya haki na kwa kuheshimu dhamana na ulinzi wote unaohusiana na kesi ya haki." Mwisho wa kunukuu. Marekani ndiyo nchi pekee katika jumuiya ya kujihamia NATO inayotekeleza hukumu ya kifo. Kabla hata mswada huo kupigiwa kura, nchi nyingine za jumuiya ya NATO ikiwemo Ujerumani, Ufaransa, Uingereza na Italia zilielezea wasiwasi wao na kusema unatishia ahadi za Israel kuhusiana na misingi ya demokrasia. Kabla mswada huo kupigiwa kura, Lars Castellucci ambaye ni kamishna wa haki za binadamu na misaada ya kiutu alisema mswada huo unaweza kuathiri mahusiano baina ya Israel na Ujerumani na kusababisha mgongano zaidi, hasa kuhusu sera nyingine ambazo serikali ya Ujerumani ina wasiwasi nazo. Castellucci alihimiza Israel kuwa upande wao wa kuheshimu haki za msingi za binadamu. Mamlaka ya Wapalestina imelaani kupitishwa kwa sheria hiyo, huku ikiita kuwa sheria ya kuongezeka kwa hatari. Kwenye ukurasa wa mtandao wa X, Wizara ya Mambo ya Nje ya mamlaka hiyo ya Wapalestina mauaji ya kinyume chini ya kifuniko cha sheria. Wakosoaji wanasema kuwa sheria hiyo ni ya kibaguzi kwa kuwa inalenga zaidi Wapalestina kuliko makundi mengine. Baadhi ya wataalamu wa sheria wamesema sheria hiyo inaweza kukiuka misingi ya sheria za kimataifa. Nam, huyo alikuwa ni John Juma, msikilizaji. Na sheria hiyo iliyopitishwa jana, sheria inayoonyesha utata hasa kutokana na ripoti ya Umoja wa Mataifa inayosema kwamba eneo la Ukingo wa Magharibi sio mamlaka ya Israel. DW tunavuma kwa kishindo. Na nchini Tanzania mjadala umeendelea baada ya ripoti ya mwaka wa bajeti 2024-2025 ya mkaguzi wa hesabu za serikali CAG iliyokabidhiwa kwa rais hapo jana kubainisha mapungufu makubwa katika utendaji wa baadhi ya mashirika ya umma ya nchini humo, ikitaja hasara iliyopatikana katika mashirika mbalimbali ya umma ikiwemo shirika la ndege la Tanzania ATCL ya takriban shilingi bilioni 191.19. Wasiwasi mkubwa uliojitokeza miongoni mwa Watanzania ni namna ya kutokuwepo uwazi katika utekelezaji wa mapendekezo ya ripoti za nyuma na kutowajibishwa kwa wahusika wa rushwa. Nimezungumza na mwanauchumi na mchambuzi wa siasa Oscar Mkude, na kwanza ametoa tathmini yake juu ya ripoti ya CAG. Nami napata mashaka kidogo kwamba hizi ripoti zinajirudia mambo yale yale, lakini nikiangalia kwa upande wa mashirika makubwa kama ATC na TRC, kwa maana ya Air Tanzania na Tanzania Railway Corporation, ninaona kuna picha ambayo imejificha, kwa sababu kwa kiasi kikubwa inasoma accounting loss, lakini ukiangalia nature ya mashirika haya hasa kwa Air Tanzania, nafikiri inakwenda nje ya accounting yenyewe. Air Tanzania kwa sababu ya upya wake imefanya kitu ambacho sioni kikiwa quantified kwenye ripoti, kufungua njia mpya. Kwa mfano sasa hivi tunakwenda Mpanda, haikuwa na ndege ya kwenda Mpanda. Tunakwenda sehemu nyingi ambazo hazikuwa na njia kabisa za ndege zinazoruka kwenda huko. Hizi ni njia mpya na ni uwekezaji ambao unachukua muda. Ni uwekezaji ambao ulipaswa na uwe quantified kwenye hizi ripoti. Na najua wanaweza kuzifanya, lakini sio mandate ya mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kuziangalia. Kwenye local government, ukiangalia mwaka huu kuna good traction. Hadi chafu zimepungua kwa kiasi fulani, japo zipo nyingine halmashauri zimeendelea kuwa na hati chafu. Hii inaonyesha wazi kuna some momentum ya utendaji, lakini bado kuna changamoto ya baadhi ya halmashauri kuendelea kufanya mambo wanavyoona wao wanafanya. Kuna maswala mengi ambayo mtu anaweza kujiuliza kutokana na
yaliyowahi kuonekana huku nyuma, na unaweza kufikia hata umbali wa kukosoa pengine mwendo wa kinyonga katika kushughulikia yale ambayo yaliwahi kuibuliwa katika ripoti za nyuma. Kwa mtazamo wako, unadhani ni kwa nini ripoti za nyuma hazikuwahi kufanyiwa kazi? Kuna haja pia ya mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali ku take step na kutusaidia kama Watanzania au wasikilizaji wake, kwa sababu ukiangalia zile ripoti, kwa mfano mimi nimekuwa nikifuatilia kama hizi ripoti, utagundua ripoti ya CAG inapotoka panakuwa na mwendelezo wa majadiliano au exchange kati ya ofisi ya CAG na halmashauri au na zile audited entities, na baadhi ya queries au baadhi ya issues ambazo CAG alikuwa amezi-identify kuwa zinakuwa dropped over time, lakini hii ni behind the scene kwa sababu ripoti inakuwa tayari imeshakwenda kwenye public. Sasa ingekuwa inapendeza kama CAG angetupatia rejoinder, kama kind of rejoinder, kama tangu walipotoa ile ripoti yake kumekuwa na nini katika kuimplement zile progress. So some of these issues ukiangalia za halmashauri nyingine ni new current. Hii report haitupatii full picture, ina create momentum fulani ambayo baadaye inapotea bila kufuatiliwa. Walikuwa wanahitaji sana kuzileta hizi discussion kwenye public na watu kufuatilia muendelezo wake. Bahati mbaya siku hizi bunge limepoteza hiyo sura. Katika mazingira ya sasa, unadhani hilo linaweza kufanyika? Ninapata mashaka kama linaweza kufanyika, kwa sababu sioni ile nguvu ya au ile hamu ya bunge kuishika hizi discussion kama ilivyokuwa hapo awali. Na katika swala zima hili la kujaribu kuzuia rushwa, unadhani Watanzania wana imani ya kwamba wala rushwa wanaweza kuchukuliwa hatua kama alivyosema Rais Samia kwamba watendaji wazembe na wala rushwa rungu la dola litaendelea kuandama? Watanzania wanatamani kuona zaidi ya kinachotokea. Kwa sasa hivi wanaona ni hakitoshi. Kwa hiyo imani yao inakuwa na mashaka, kwa sababu ukisikiliza hata kwenye mijadala inayoendelea kwamba watu wanafikiri waliopo serikalini wanakula sana au waliopo na karibu na serikali wanakula sana. Kwa hiyo ipo haja ya kurudisha imani hiyo kwa Watanzania zaidi, kwamba hatua za kutekeleza au za kuwafuatilia wale ambao wametajwa, at least tuone sheria ikiwaachia huru, sio kwamba hakuna hatua iliyochukuliwa. Hiyo ipo haja. Ni Oscar Mkude huyo, mwanauchumi na mchambuzi wa siasa, kama alivyotoa maoni yake kuhusiana na ripoti